وأن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي النعم ويكافي المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. لقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى مع خير البرية وشر البرية. وبداية، فالبرية هي الخليقة، وقد قسم الله الخليقة في كتابه العزيز إلى فريقين لا ثالث لهما: خير البرية وشر البرية، ووصفهما بأدق الأوصاف وأبلغها. Ashukuriwe Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala. Ashukuriwe Mwenyezi Mungu ambaye aliyeumba ulimwengu na vilivyomo. Rehma na amani zimwendee kiongozi wa umma Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake na Waislamu wote ambao watakayefuata mwenendo wake mtume mpaka siku ya Kiyama. Ndugu zangu Waislamu, leo tutatizama aya mbili katika Qur'ani tukufu, ndizo ambazo tutatizama, ambazo zinapatikana katika suratul Bayyina: lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi walmushrikina. Katika hii sura Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika hizi sura nimezisoma hapa: innal ladhina kafaru, hakika wale waliopinga, min ahli alkitabi,
miongoni mwa watu waliopewa kitabu. Lakini hapa hii sharrul bariya haitakusudiwa tu wale ambao ni miongoni mwa ahlul kitabi, kwa sababu Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala aliumba vitu hivyo viwili ambavyo aliviweka katika dunia hii, akaviweka katika waja wake, na huu ni mtihani miongoni mwa mitihani ya Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala, nayo ni khairul bariya, yaliyokuwa mazuri, watenda yaliyokuwa mazuri kwa watu, wenye kutenda mazuri kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wenye kufanya mazuri katika dunia hii. Wa sharrul bariya, na wale wenye kutenda yaliyokuwa mabaya, ikiwa kupinga maneno ya Mwenyezi Mungu, ikiwa kutenda mabaya kwa binadamu wenzao, ikiwa kuweka pazia kwa ndugu zao, hii inakuwa ni nini? Sharrul bariya. Kwa hiyo ndugu zangu, na ndiyo hapo wanasema kwamba khairul bariya fahumu alladhina ijtamau fihim asmani azimani imanun sadiqun billah. Hiyo ni kwanza, hiyo ni nukta ya kwanza. Khairul bariya, yani watu wenye kutenda mambo yaliyokuwa mazuri, ni wale watu ambao waliokusanyika kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala, wakawa na imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu, ukweli wa kumwamini, yani imanun sadiqun billahi, imani iliyokuwa sadiq, ya ukweli, wakamwamini Mwenyezi Mungu, wakamwamini Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Wa amalu salihun, baada ya kuwa na iman wakatenda yaliyokuwa mema. Yusaddiqu hadha al-imanu, maana yake kutenda yaliyokuwa mema unakuwa wewe umeikubalisha, umeisaidikisha ile imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala. Fahaulai hum khiyarul khalqi inda al-khaliq, na watu kama hao ndio watu gani? Watu waliokuwa bora, hao watu wema miongoni mwa viumbe. Hao ndio viumbe waliokuwa bora kwa muumba aliyewaumba. Bimaana mtu ukitenda yaliyokuwa mema, wewe ndio bora, wewe ndio mtu bora mbele ya nani? Ya Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala, sio mbele ya mtu, mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala. Falaisa liamwalihim, sio kwa sababu ya pesa, mtu eti iko na pesa ni tajiri ni nini, kwa sababu ya pesa yake eti amekuwa bora, hapana. Wala liansabihim, sio kwa sababu ya nini? Sio kwa sababu ya nasab. Nasab yani bimaana familia, huyu ana familia kubwa, au familia yao iko hivi, hapana. Wala lialwanihim, wala sio kwa sababu ya nini? Ya ngozi. Naam. Kwa hiyo khairul bariya ni wale watu ambao waliomwamini Mwenyezi Mungu ukweli wa kumwamini, wakatenda yaliyokuwa mema
kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala, wakatoa kwa ajili ya Allah, wakazungumza maneno mazuri kwa watu, wasisengeni watu, yani wakafanya yaliyokuwa mazuri, yani wakawa wanajifikiria yaliyokuwa mazuri kwa ndugu zao wengine. Na ndio sababu katika Qur'ani Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala akasema, innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyya. Sawa, hakika wale waliomwamini Mwenyezi Mungu wakatenda yaliyokuwa mema, huyu ndio mema huyu, kwa sababu kutenda mema, maana ya mema imekusanya yaliyokuwa mengi, bimaana yaliyokuwa mazuri yote mtu anayoyafanya ni wema. Na wema unaoufanya ufanye wema kwa sababu ya Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala. Wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyya, basi hao ndio viumbe waliokuwa bora wazuri mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio sababu Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala akaleta awsaf, akaleta sifa ya hawa wa watu ambao wenye kutenda mema wataingia peponi, jannatun tajri, pepo ambayo inapita, tajri inapita, al-anhar, mito tofauti, watalikaa hapo milele. Wapi? Peponi. Kwa sababu gani? Walikuwa wakimhofu. Tizama mwisho wa aya, dhalika liman khashiya rabba, dhalika liman, tizama mwisho ile aya wa hii sura, dhalika liman khashiya rabba. Hayo yote yayo mtu atakayoyapata nini? Kwa wale waliomhofu Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam qala, khairu nnasi ahsanahum. Kwa si hadithi ya kwanza inasema kwamba hadithi ya kwanza, khairukum, mbora wenu, man yurja khairuhu wa yu'man sharruhu. Tazameni hii hadithi, mbora wenu ni mtu gani? Ukitizama katika lugha ya Kiarabu jinsi wanaitafsiri hii hadithi, yani afdalu nnas wa ahsanuhum, mbora wa watu. Sawa, afdalu nnas, yani afdali ni mbora, wa ahsanuhum, na mzuri zaidi kwa watu. Man yatawaqahu nnasu bilkhair, ni ule ambaye anayewafanyia watu wema, ule ambaye anayefanyia watu nini? Wema. Ndio katika nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama anakuja kuitafsiri hii aya, khairul bariyya, innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyya. Sasa Mtume anaitafsiri, anasema mbora wa watu na mzuri wao zaidi kwa watu ni yule ambaye anayewafanyia watu yaliyokuwa mazuri, sio ubaya. Ukienda kwenye ubaya ndio sharrul bariyya, ukienda kwa ubaya ndio sharrul bariyya. Bimaana unaweza kuwa huko
Muislamu, lakini wewe ni kuwafanyia watu yaliyokuwa mabaya, uchonganishi kwa watu watu walane. Baada ya kuleta islahi kwa watu, wewe unaleta division kwa watu. Hii ni sharrul bariya, na ndio sababu Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, ukitizama aya zingine katika sura zingine wasema thumma lam yatubu, mtu huyo akafanya hayo kisha asitubie kwa Allah tabarak wa Ta'ala, kama hakutubia anaingia kwenye mkumbo wa sharrul bariya, anaingia kwenye mkumbo wa watu waliokuwa wabaya mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwe careful sana. Mwenyezi Mungu alituletea hii dini, majority tumezaliwa kunako dini ya Allah tabarak wa Ta'ala. An-ni'ma ni neema miongoni mwa neema Mwenyezi Mungu alitupa. Hii ni neema. Uislamu hujauawa, hujamwaga damu kwa sababu ya dini ya Mwenyezi Mungu. Umezaliwa tu kama Muislamu, umepewa zawadi. Watu wamekufa kwa ajili ya dini ya Allah tabarak wa Ta'ala, wakatoa mali zao kwa ajili ya Allah tabarak wa Ta'ala. Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama walinunua pepo kwa mali zao, walinunua pepo kwa kujitolea nafsi zao. Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hapo walikuwa matajiri na wakajitolea mali zao na nafsi zao kwa ajili ya nini? Kuitafuta pepo ya Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala. Sembuse sisi tumezaliwa tu tukaukuta Uislamu, tukaenda tukasali, tukawa Waislamu, hatukupata matatizo yoyote kwa sababu ya hii dini. Sasa tutasema nini mbele ya Allah tabarak wa Ta'ala? Katika hizi kundi mbili ni lazima Muislamu aikae chini, ajifikirie, kwa nini Mwenyezi Mungu alitupa nini? Alitupa akili, tujifikirie. Na ndiyo Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kusema innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyya jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu. Hizi ni sifa Mwenyezi Mungu amewapa hawa khairul bariya, lakini huku kwenye sharrul bariya sifa yao ni motoni tu. Kisha Mwenyezi Mungu asema khalidina fiha, huko motoni wataikaa milele, kwa sababu walifanya yaliyokuwa mabaya. Kwa hiyo mabaya, ndugu zangu, kwa Muislamu kumjifikiria mabaya ndugu yake Muislamu, hii ni sharrul bariya. Huyu mtu anaingia kunako kundi la sharrul bariya, watu waovu wenye kufanya yaliyokuwa maovu, na wale wenye kutenda mema wanaingia katika hili kundi la pili. Kwa hiyo, na ndiyo sababu hapo wakasema Muislamu mwenye kutenda yaliyokuwa mazuri ni yule ambaye anayejimfikiria Muislamu mwenziwe yaliyokuwa mazuri. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama akatafsiri na kusema ya kwamba mtu Muislamu mbora na ule mzuri zaidi
ni yule ambaye anayewafanyia yaliyokuwa mazuri ndugu zake Waislamu. Na ndio sababu zile sifa zimekuja, kwa sababu huyu anafanya yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo ndugu zangu, naona mida yetu inaenda inaisha. Kwa hiyo ukitizama Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala alijaalia katika nafsi ya Uislamu, mtu anaitwa ni Muislamu, alijaalia kitu kinaitwa kwanza, kitu gani? Imanu billah. Alijaalia imani kwa kumwamini Mwenyezi Mungu, bimaana imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu ni imanu sadiq, imani ya ukweli. So sema imani ya ukweli, unamwamini Mwenyezi Mungu, huna tauhidi kunapo nini roho yako. Imani sadiq inatizama nini? Inatizama tauhidi, kumpokesha Mwenyezi Mungu, kumtegemea Mwenyezi Mungu. Hiyo inaenda katika kundi la khairul bariya. Pia katika khairul bariya inaenda katika aqida. Tukizungumzia neno aqida, ni msimamo wa mtu katika njia ya kumfuata Mwenyezi Mungu na mtume wake. Ukifuata njia yenyewe haiko katika khairul bariya, basi wewe unakuwa katika nini? Kundi la sharrul bariya. Kwa sababu huwa tunasoma tu Qur'ani juu juu. Hii ni Qur'ani, ni aya za Allah tabarak wa taala, wanavyo zitafsiri. Ikiwa wewe huto kuwa na msimamo, bimaana kufata kama jinsi Mwenyezi Mungu alifundisha na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, ukweli wa kufata, wewe utakuwa katika nini? Katika sharrul bariya, katika kundi ambalo halifati yale ambayo Mwenyezi Mungu aliamrisha. Kwa hiyo ndugu zangu, ukitizama katika zama hizi, wa nahnu fi zaman taaddadat fihi almaqayis. Unajua maana ya maqayis? Almiqyas. Miqyas ni kipimo. Sasa maqayis, watu katika zama hizi wanaenda na nini? Akili zao yani zinaenda na kutizama. Sawa? Sasa katika makiasi yako wewe watakiwa kutizama mizani. Je, hii ninayoyafanya Mwenyezi Mungu anayaridhia? Na je, haya Mwenyezi Mungu haridhii? Na ndiyo wanasema ya kwamba ni lazima ibainike mizani, yani kuweka mizani kuwa bayana. Mizani yako wewe ndio mikiasi huko. Mzani ukiwa juu bimaana sawa, ukiwa chini bimaana. Na ndio Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala katika sura nyingine huku akasema nini? Na yule ambaye mizani yake itakuwa juu, basi huyo mtu amefaulu, anaingia peponi. Na yule ambaye mizani yake itakuwa chini, basi huyo mtu anaingia wapi? Motoni. Bimaana atapewa kitabu chake nyuma ya mgongo, waraa dhahrihi,
nyuma ya mgongo, bimaana ukikupa kitabu nyuma ya mgongo, wewe ni mtu wa watu wa sharrul bariya. Sasa kwa hiyo hii ni kiasi ninayoizungumza ni nini? Ni kutizama, je, haya Mwenyezi Mungu ndivyo alituamrisha, au aya, je, Mwenyezi Mungu hajatuamrisha? Wewe unakuwa katikati, katika hali ya kutizama yaliyokuwa sahihi na kuacha yaliyokuwa mabaya. Aqulu qawli wastaghfirullaha li wa lakum. Astaghfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi an-ni'am wa yukafi al-mazid, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashukuru Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye aliyejaalia akatupa fursa kwa kusali Jumaa hii ya leo. Rehma na amani zimwendee kiongozi wa umma Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu, ndiyo tunamalizia hutuba yetu katika hutuba ya pili. Innal mu'mina yanbaghi an yahdhara kulla alhadhari min sifati sharri albariya. Innal mu'min, hakika Muislamu mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallama, inamtosheleza au inampasa mtu huyo an yahdhara, awe yani hadhiri, yani mtu ajitahadhari. Sijui nitazungumza katika lugha nyingine, ni lugha gani? Ajitahadhari kuwa katika miongoni mwa sifa ya sharrul bariya, ya sharrul albariya. Ni mtu gani? Ule mtu ambaye anajifikiria mabaya kwa wenzake, ule mtu ambaye anajifikiria yani suu dhanni, analeta dhana iliyokuwa mbaya, ule mtu ambaye hataki mema kwa ndugu zake, ule mtu ambaye mwenye kuwachonganisha ndugu zake Waislamu, ule mtu ambaye yani yeye analeta division katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ile inakuwa ni sharrul bariya, kwa sababu Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni kunako ukamba mmoja. Hii ndio penye iko confusion katika Uislamu. Ukamba umoja ni upi? Katika tauhid, katika tauhid ya Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala, sio katika shirki, katika tauhidi ya Allah. Huwezi kuwa na tauhidi ukafanya ushirikina, la, wewe huna tauhidi. Huwezi kuwa na tauhidi ukawa nini, ukawa na yani wewe huna msimamo. Maana yake nini? Innal ladhina amanu, pakwa aya gani hii? Thumma lam yartabu, innama almu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi
thumma lam yartabu. Hakika Waislamu waliokuwa wenye imani ni watu gani? Wale watu waliomwamini Mwenyezi Mungu kwa kuamini, thumma lam yartabu, wakawa hawakengeuki, wakawa hawatetemeki, wakawa ni watu wenye msimamo. Msimamo upi? La ilaha illa Allah, bimaana wenyewe ni kumfuata Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala. Wanamtegemea Mwenyezi Mungu kwa kila jambo, sio kumtegemea binadamu. Unakuta Muislamu akiona mambo yake si mazuri, anatoka anaenda kumtafuta ustazi, bwana maalim, nipigie kalamu, nimerogwa, mambo yangu si mazuri, nifanyie hivi. Na ndio sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamuhusia sahaba, akamwambia kwamba watu wakitaka kukunufaisha wewe, kama Mwenyezi Mungu hajataka, hata wakusanyike dunia nzima watake kukunufaisha wewe, hawatakunufaisha isipokuwa biidhnillah, ikiwa Mwenyezi Mungu atataka. Na watu wakitaka kukudhuru, kama Mwenyezi Mungu bado wewe yuko na wewe, hata wafanye nini, hawata wakusanyike dunia nzima, hawatokudhuru. Lazima tuwe na tauhidi sadiq, tauhidi ya ukweli. Ukiwa na matatizo, kimbilia msikitini, kaa chini, mtaje Mwenyezi Mungu kweli wa kumtaja, mlilie Mwenyezi Mungu, amka usiku, ya Allah. Kwa hiyo ndugu zangu, tukizungumzia kitu yani sharrul bariya, ni wale watu ambao hawana imani miongoni mwa Waislamu, imani iliyokuwa ya ukweli hawana. Hawa watu wako katika sharrul bariya. Na ndio wakasema kwamba kullu maasiya fi juz'un min hadha sharri, kila maasiya mtu akiyafanya, akienda kizini, akifanya mabaya, akadhulumu watu, akafanya nini, yuko katika juz'un, katika kundi ya huyu mlango wa sharrul bariya. Kwa hiyo ndugu zangu, hutuba hii ni ndefu sana, lakini hapa mimi nimechukua tu kwa mkato tu, naenda nafinya. Lakini huyu mlango tukisema tuanze kuchambua, ni mlango mrefu. Pako mtu tu amesoma aya tu anajua tu innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannam ulaika hum sharrul bariya. Kweli min ahli alkitabi wal mushrikina, lakini msijisahau na nyie mliepewa shahada mnafanya yaliyokuwa mabaya. Watu wanafanya yaliyokuwa mabaya, uzinifu, watu wanazini, wengine watoto wa watu, wake za watu, sijui uongo mwingi, sijui kwa sababu mtu upate riziki unafanya mambo ya maajabu ambayo Mwenyezi Mungu na mtume hawaridhii. Je, mtu akifa katika hiyo hali vipi ahbabi? Akifa katika hiyo hali na hakutubia kwa Allah tabarak wa taala, fi nari jahannama. Mwenyezi Mungu atukinge na moto wa jahannama. Ya ahbab, ukitembea ni lazima Mwenyezi Mungu alitupa akili tujifikirie. Na ndio watu wa mantiki wakasema insan, binadamu ni hayawanun natiq. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.